washindwe na walege. Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema jitihada zote za kuharibu amani na kuchafua taswira ya nchi hazitafanikiwa, akisema kuwa Tanzania itaendelea kubaki kisiwa cha amani licha changamoto na kelele mbalimbali. Akizungumza akiwa Ikulu jijini Dar es Salaam hii leo Januari 10 wakati wa hafla ya kuwapongeza wanamichezo, Rais Samia amesema kuwa kwa wote waliokusudia kuharibu amani na sifa njema ya taifa wameshindwa na wataendelea kushindwa, kwani mshikamano wa Tanzania ni misingi ya amani iliyojengwa kwa muda mrefu na itaendelea kulinda nchi. Kauli hiyo inakuja sambamba na mafanikio makubwa ya Tanzania kimataifa, ambapo Rais Samia amesema amepokea tuzo za kimataifa zikiwa ni matokeo ya juhudi ya serikali katika kulinda amani, kuimarisha sekta ya utalii na kutangaza taswira chanya ya taifa. Tunapongeza pia Wizara ya Mali Asili na Utalii kwa kazi nzuri walioifanya. Wenzetu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii wametuletea kwa ujumla vikombe 5 ndani ya taifa letu. Lakini juzi Zanzibar walinikabidhi vikombe 3. Walinikabidhi kikombe cha Tanzania kuwa nchi bora kwa utalii Afrika, lakini Tanzania kwa nchi bora kwa utalii duniani, lakini pia wakanambia kuna kikombe ambapo hifadhi yetu ya Serengeti na wenyewe wamepata katika mashindano hayo juzi. Kuna kikombe ambacho Zanzibar imetambulika kama destination nzuri kwa mikutano ya kimataifa au kwa mikutano ya shughuli mbalimbali. Lakini kuna na kikombe cha 5 ambacho kimeletwa cha hoteli moja ambayo iko Tanzania na yenyewe imepata kikombe. Kwa tumepata vikombe 5. Sasa Tanzania kwa destination au kituo muhimu cha utalii kwa Afrika na dunia, hiyo ni sifa kubwa. Kwa hiyo kwa wale waliotaka kutuharibia amani ili kuharibu sifa ya Tanzania, washindwe na walege. Tanzania itaendelea kubaki kitovu cha amani, na haya tulioshinda tutaendelea kushinda miaka mingi mbele inayokuja. Kwa upande wa riadha, kwa mahsusi kabisa nampongeza mwanariadha Alphonce Felix Simbu. Simbu uko wapi? Asante sana kwa kushinda medali ya dhahabu ya Tokyo Marathon 2025, akiwa Mtanzania wa kwanza kutoa dhahabu ya kimataifa. Lakini vile vile pamoja naye pongeze kijana wetu Cecilia Ginoka Panga kwa kutoa dhahabu ya mbio za kilomita 15 zilizofanyika Sao Paulo kule Brazil kwa kutumia muda dakika 51 na sekunde 8. Hawa ni Watanzania waliopeperusha bendera yetu huko kwenye riadha. Nilikuwa namwangalia Simbu akipongezwa, anasema nimejaribu mara kadhaa, lakini mara hii nikasema mimi na medali mara hii. Lakini akawa na manunguniko kidogo, ni jitihada yangu binafsi. Serikali ina mkono kidogo, lakini sana binafsi. Tumekuona Simbu, tutakusapoti vizuri huko mbele. Niseme kwa ujumla kwamba jitihada mlizoonesha nidhamu na mshikamano wenu ni alama ya uzalendo wa kweli. Mmeipeperusha vyema bendera yetu ya taifa la Tanzania na mmeandika historia mpya kwa taifa letu katika ulimwengu wa michezo. Ndugu viongozi na wanamichezo, niungane na walionitangulia kusema, Said Gatenga, lakini na Waziri Kabudi, kwamba tunapoelekea kuwa waandaaji wa mashindano ya AFCON 2027, jukumu letu ni kubwa sana. Maandalizi ya mashindano haya yanahitaji mshikamano wa kitaifa, maandalizi ya mapema na ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa michezo.
Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi mkubwa kwa heshima na manufaa ya taifa letu. Ni dhahiri kuwa ili tufanye vizuri kwenye AFCON 2027 hatuna budi kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wetu hawa ambao wanahitaji kucheza mechi nyingi za ndani ili kupata uzoefu, ushindani wa kutosha na kujiamini. Na hapa nitoe rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Tusiwarudishe nyuma, wakue. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa. Kwa hiyo bwana TFF na viongozi wa michezo, NEMA, mna kazi ya kuiangalia hapo. Jicho letu liwe kwa vijana wetu, lakini kwa nyanja zote, kuwafanyisha mazoezi, lakini pia vijimaslahi vyao. Basi tarehe gani ile nilikuwa nimekaa, mara napokea taarifa kutoka vyombo vyangu vya serikali, wachezaji wamegoma kwenda Morocco kutoka Misri. Nini? Kiposho kidogo hakitoshi. Mie Mungu wangu we. Makonda, haya mnafanyaje kuhusu hili? Sitaki vijana kule wawe demoralized in any case. Hebu changamka basi. Mara namsikia Makonda anatangaza dau la 200, nikasema yes. Hivyo hivyo. Kwa wachezaji tunajua concern yenu kwenye viposho vyenu, tutalifanyia kazi na lenyewe. Ndugu viongozi na wanamichezo, Tanzania inaelekea kuwa mwenyeji wa AFCON. Maandalizi haya hayawezi kufanikiwa pasi na mshikamano wa pamoja. Hivyo niitake Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na mashirikisho ya michezo, vilabu na wadau wengine wa michezo kuhakikisha malengo tuliyojiwekea yanafanikiwa. Aidha, wizara ishirikiane na TAMISEMI kuweka mikakati mahiri ya kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya michezo ili kukuza michezo kuanzia ngazi za chini. Na tunapokwenda AFCON, mpango masunulie tu tiketi waingie wakaone wachezaji wa nje wanavyocheza, timu za nje zinavyo. Wetu wanaangalia tu video kwenye YouTube na wanaigiza the same kinachofanyika kule. Wanaweza kuona mpira unavyochezwa uwanjani na wakaigiza vile vile. Kwa hiyo hebu tuwachague, tuwanunulie tiketi wawe wanaingia kwenye mashindano mbalimbali wakaone mpira unavyochezwa na wachezaji wengine wa nje. Hali kadhalika nitoe rai kwa sekta binafsi kuendelea kuwekeza katika michezo, mathalan uwekezaji katika vituo vya kukuzia vipaji, yani sports academy, ambao ni muhimu katika kujenga mfumo endelevu wa maendeleo ya michezo nchini. Tuwashawishi, tuwape vivutio sekta binafsi na wenyewe waweze kuingia kwenye kukuza vipaji vya watoto wetu. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.